nacho kwa ajili ya maisha yako. Kusoma Biblia kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16, Biblia inatueleza kwamba Mungu alikuwa na mpango wa kumpaka mafuta Daudi ili awe mfalme. Lakini process ya Mungu kwenda kumpaka mafuta Daudi ili awe mfalme haikuwa inafanyika Daudi akiwa chumbani. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu akaenda nyumbani kwa Yese. Kwa uwe na uhakika kuna watu ambao walikuwa wamekusanywa, lakini aliyekuwa anatafutwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa ni Daudi. Au kuna wakati unaweza ukajikuta upo kwenye kusanyiko fulani, wewe ukasema tupo kwenye ibada, tupo wengi, lakini kumbe Mungu alikuwa ana shida na wewe mmoja kwenye hilo kusanyiko. Kwa ndio maana kila wakati unapopata fursa kulisikia neno la Mungu, ni fursa ambao umepata kusikia Mungu anasema nini kuhusiana na wewe. Biblia inasema Yohana alikuwa anabatiza watu wengi. Yaani ni watu wengi walikuwa wanaenda kwenye mto Yordani kwa ajili ya kubatizwa. Lakini sauti ya Mungu ilishuka siku ambapo muhusika mkuu ambao ni Yesu Kristo alipotokea. Ndipo sauti inatokea kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Kwa kuna mambo mengi sana ambayo Mungu anataka akwambie. Lakini kuna wakati kwa sababu ya mazingira yetu ambao tupo, Mungu anaamua kutumia makusanyiko ya watu wengi ili kuyafunua maisha yetu kibinafsi, na kupitia hivyo huwa tunapiga hatua na tunaenda mbali. Kwa mara zote unapokuwa kwenye kusanyiko, uwe kama yule mwanamke ambaye alitoka nyumbani alafu akasema, pamoja na kwamba ili tatizo nimekuwa nalo kwa muda wa miaka 12, lakini leo napoenda kwenye hili kusanyiko, nitakachokifanya ni kushikilia hili pindo la Yesu, na ninaamini kabisa nikishika tu hili pindo lazima niondoke na uponyaji. Ni wengi ambao walikuwa wanamzunguka Yesu, ni wengi ambao walikuwa wanamgusa, lakini kuna mtu ambaye alikuwa na matarajio fulani, na yale matarajio yalipelekea apokee kile ambacho alikuwa anakihitaji kwenye maisha yake. Kwa mara zote tunapopata fursa ya kusikia maneno mazuri ya Mungu, kuna majibu ya maswali fulani unayo kwenye maisha yako, Mungu anakuwa anayaachilia na Mungu anakuwa anafanya kwa ukubwa sana. Sasa jioni ya leo tena tutakuwa na muda mzuri sana wa kujifunza neno la Mungu. Unaweza ukaandika kichwa kizuri sana cha somo ambacho tutajifunza kwa habari ya nguvu ya neno. Nguvu ya neno, nguvu ya neno ndicho ambacho tutaenda kujifunza. Ni kitu gani ambacho kimejificha kwenye neno la Mungu kiasi kwamba inafika hatua ili neno unakuta kama siku ya jana kienda makanisani, kuna wengine hadi wanakuwa na somo la kwanza, wana somo la pili, wana zaburi ya siku, wana neno anahubiri mtumishi wa Mungu. Kwa nini wasisome vitabu vingine, wasome neno la Mungu? Ni kitu gani ambacho kipo humu ndani? Hicho ndicho ambacho tutaenda kukiangalia, na ninakuhakikishia baada ya hapa Mungu atakusaidia kuliheshimu neno. Mungu atakusaidia kuliona neno kwenye ule uzito ambao limeubeba. Kuna vitabu vingi sana ambavyo vimeandikwa hapa duniani. Kuna maandiko mengi na kuna misemo mingi ambayo imesemwa na watu, lakini kitabu pekee na maneno pekee ambao ndani yake yamebeba uzima ambao unaweza ukayatumia kwenye eneo lolote la maisha ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndo asili ya vitabu vingine vyote. Zamani mimi nimesoma elimu tu ya kawaida ya darasa la 5 nafikiri au la 3, tulikuwa tunasoma asili ya mwanadamu. Unaposoma asili ya mwanadamu wanaeleza mitazamo tofauti tofauti ambayo imezungumzwa kuhusiana na asili ya mwanadamu, lakini mmoja ya mtazamo tunajifunza ni mtazamo wa kibiblia. Na mtazamo wa kibiblia unatumia ushahidi wa kibiblia pia. Wanasema kwamba mwanadamu wanaanza ametokana na sokwe, wengine wanasema ametokana na mazingira yalifanyeje, lakini kuna mmoja anasema mwanadamu aliumbwa na Mungu. Na kitu gani ambacho kinawafanya mpaka wanahistoria waamini ya kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu? Wanakuwekea andiko la Mwanzo 1:26. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kumbe Biblia ni kitabu cha heshima. Kwa nini? Kwa sababu kinaweza kukaa kwenye maeneo yote ya maisha. Hata kwenye somo la biology tulikuwa tunasoma topic moja inaitwa genetics. Wanaeleza kwamba mwanadamu ana seli sijui vitu gani, wanaeleza sioli mbalimbali za mwanadamu, lakini bado wanarudi tena kwenye asili ya kwamba mwanadamu pia inasemekana kwamba ametokana na Mungu. Ushahidi ni wapi?
usikii wakisaiti kitabu kingine, lakini ushahidi wao unarudi kwenye Biblia. Kwa sababu hata habari zangu mimi na wewe zote, mimi nitakuwa nani, kila kitu kuhusiana na mimi kimeandikwa kwenye Biblia. Kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 16. Zaburi ya 139 mstari wa 16, Daudi anazungumza wazi, anasema Mungu kabla mimi sijakamilika Mungu alishanijua, lakini chuoni mwake Mungu habari zangu zote zilishaandikwa. Kila kitu kuhusiana na mimi kimeandikwa kwenye neno. Hakuna jipya kwa Mungu. Yaani kila ambacho kinanitokea sio ninapoomba ndo Mungu anafikiria kitu cha kufanya kuhusiana na mimi, lakini inatakiwa nisome kuhusiana na mimi ili ninapoenda kuomba ninapeleka kile ambacho nimeshajijua. Yaani nimesoma, nimepata taarifa kuhusiana na mimi, alafu ule msukumo ambao nimepata kutokana na kile ambacho nimekisoma ndio ambao unanipelekea kufanya maamuzi fulani. Najuaje hii? Yesu alikuwa anajua kabisa ni mwana wa Mungu. Yesu alikuwa ametumwa kutoka mbinguni. Lakini pamoja na kwamba Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, kwa mara ya kwanza ametoka mlimani kufunga siku 40. Siku ya kwanza kabisa anafika hekaluni, hakuanza kwanza kuzihirisha nguvu. Hakuanza kwanza kuonyesha jinsi alivyo, lakini aliomba chuo kwanza cha nabii Isaya. Alafu akaanza kusoma habari zilizoandikwa kuhusiana na yeye. Hii ina maana gani? Ni lazima ujipate kwanza kwenye Biblia ili uwe na ujasiri wa kuyaendea maeneo mengine ya maisha. Yaani lazima upate siri au upate uhakika wa kile ambacho Mungu anacho kuhusiana na maisha yako, ndipo ambapo unaweza ukawa na ujasiri wa kulikabili jambo lolote ambalo lipo mbele yako. Yesu ametoka zake kufunga. Ilikuwa ni rahisi awe na ujasiri, nishamaliza zangu 15. Kwa hizo 15 sihitaji kusoma neno tena, sasa hivi naweza kufanya chochote. Ujasiri wa Yesu ulijengwa kwanza na kile ambacho kimeandikwa kuhusiana na yeye. Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 17. Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 17. Nataka nikuonyeshe kitu cha ajabu sana. Kumbe mjini kinachokufanya uwe jeuri sio kwa sababu unaomba sana. Omba sana lakini uwe na neno jingi. Yaani mtu hatari kuliko wote hapa duniani ni mtu anayejua nini kimeandikwa kuhusiana na yeye. Ni mtu anayejifahamu kulingana na kile ambacho Mungu anakisema. Kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 17 anasema akapewa chuo cha nabii Isaya. Ametoka kuomba. Ilikuwa ni rahisi tu aseme mwenye changamoto yote njoo hapa. Akasema kabla ya hapo nataka kwanza niwaonyeshe mimi ni nani, ila sio kwa mujibu wa ninavyojihisi, sio kwa mujibu ya ninavyojisikia. Unajua kuna wakati unaweza ukajisikia ambacho sio wewe. Yaani kuna wakati unaweza ukafanya ambacho sio wewe. Kuna watu walikuwa ni wakulima, Elisha analima lakini kumbe ni nabii wa Bwana. Mpaka alipokutana na mtu mwenye neno la Mungu ndo akamwambia sasa sikia nifuate. Anapomfuata ndo anakuwa kile ambacho alitakiwa awe. Petro kabla hajafuatwa na mtu mwenye neno alikuwa anajiona yeye ni mvuvi wa kawaida, anapambana na samaki. Lakini Yesu akamwambia huu uvuvi ulikuwa unafanya kama training, wewe ni mvuvi wa watu. Nini kimetokea? Ni neno. Kwa hiyo kama kuna utambulisho unaohitaji hapa duniani, kama kuna kitu ambacho kinatakiwa kikufanye uwe na imani kwamba kweli mimi ni mtu wa ajabu sana, ni uwe umejipata kwenye neno. Ni uwe umepata nini ambacho Mungu anawaza kuhusiana na wewe kwenye Biblia. Neno la Mungu mmiliki wake halali ni kila mwenye mwili ambaye ana jicho na kiu na njaa na shauku ya kutaka kujua nini ambacho Mungu sema. Yesu anasema maneno mazuri sana ya kwamba kila mtu mwenye kiu aje kwangu anywe. Na moja ya sehemu rahisi ya kunywa maji ni kwenye neno la Mungu. Ukienda kwenye neno la Mungu na kiu kwamba Mungu nataka nijifahamu. Mimi ni nani? Yaani naishije hapa duniani? Nini ambacho umenituma? Kabla hujawasikiliza motivation speaker, kabla hujawasikiliza watu wengine wote, jipate kwanza kwenye neno. Ukijipata kwenye neno, mimi nakwambia hata kama dunia nzima ikukataa, kile ambacho Mungu amesema kuhusiana na wewe kinakufanya uwe na uhakika kwamba lazima kuna mahali nitaenda. Sasa huyu Yesu, twende hapo. Yesu ametoka zake kuomba. Sio rahisi kueleweka kwa kijana wa miaka 30. Toka mlimani wanaweza kusema vijana wa siku hizi wana mbwembwe sana. Yaani sio rahisi kupokelewa kwa namna ile ambayo alikuwa. Lakini yeye akaomba kwanza ili awathibitishie kwamba huyu mtu ambaye amesimama mbele yenu sio kwa bahati mbaya, ila hata Biblia imeandika habari zangu.
Anasema akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipo andikwa. Kwa kumbe kwenye Biblia kuna mengi yameandikwa, ila sio kila mahali panakuhusu wewe, ila kuna mahali fulani ukisoma umeikuona kuna mtu kunaandikwa mimi naipenda mfano Zaburi ya 60 mstari wa 12. Na hisi ndio mimi pale. Nikisoma kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu, kwa kuwa yeye atawakanyaga watesi wetu. Kwa mimi nikisoma hapo, na mimi nikiwa nasoma Biblia natafuta mahali palipoandikwa kwa msaada wa Bwana tutatenda mambo makuu, kwa sababu naamini Bwana hajaniumba kwa ajili ya mambo ya kawaida. Lakini na wewe unala kwako, inawezekana unasoma kwa mikono ya Paulo, Mungu akafanya ishara zisizokuwa za kawaida. Ukisoma hilo na wewe unajua hili ndo mimi. Mwingine anaweza akasoma Ayubu, akianza sura ya kwanza anasema palikuwa na mtu kwenye nchi ya Usi, jina lake alikuwa anaitwa Ayubu, mmoja aliyemcha Bwana na kujiepusha na uovu. Alafu anaelea anasoma, alafu anagundua huyu Ayubu alikuwaje? Anagundua kwamba huyu mtu alikuwa mkuu sana. Kwa ukisoma hapo unajua huyu ni mimi. Kwa kila mtu kulingana na vile ambavyo Mungu amekusuka, ukisoma Biblia unaona habari zilizoandikwa kuhusiana na wewe. Kwa Yesu umuoni akisoma Danieli, umuoni akisoma Kutoka. Anasema mimi habari zangu zimeandikwa Isaya 61. Ukianzia mstari wa kwanza pale ndio Biblia inasema Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta. Kwa ajili gani? Kwa habari ya kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, kuwaganga waliovunjika mioyo. Hayo anasoma ni kweli yameandikwa kwa Isaya na yanamhusu yeye. Kwa nini tunajifunza kwa habari ya nguvu ya neno la Mungu? Kwa sababu hata wewe ambaye umetokana na Mungu mwenyewe, Mungu ambaye ni neno, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, Yohana 1:1, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo Mungu ambaye alikuumba kwa sura na mfano wake ni neno. Kwa kama amekumba kwa sura na mfano wake, automatically hauwezi ukawa nje ya neno. Yaani kama umetokana na Mungu ambaye ni neno, utambulisho wako haupo kwenye kozi ambayo umeisoma. Mimi ni daktari. Kwa nini? Nimesoma unajua Muhimbili pale, nimefuzu sasa hivi na masters. Hamna wewe sio hiyo masters. Wewe ni kile ambacho Mungu amesema kuhusiana na wewe. Watu wanaweza akakupa utambulisho mwingi sana, na kama hujajipata kwenye neno, ule utambulisho ambao watu wamekupa unaweza ukakufanya uchukue njia isiyo sahihi. Ndio maana Daudi aligundua siri ya ajabu sana. Akasema unajua vijana wanatangatanga sana, unajua vijana wanafuata mambo yanayoendelea mitandaoni. Akajua kabisa vijana wanaiga superstar fulani amefanya kitu fulani, lakini yeye akagundua siri. Akasema pamoja na kwamba ujana una changamoto, lakini kuna jinsi ambayo kijana anaweza akaisafisha njia yake. Ni nini? Ni kwa kutii. Akalifuata neno la Mungu. Zaburi 119 mstari wa 105. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Anasema jinsi gani kijana, mstari wa 9. Anasema jinsi gani kijana aisafisha njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Lakini Zaburi ya 119 mstari wa 105 anaeleza, niwekee hiyo Zaburi. Anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kwa kumbe kuna namna ambavyo hapa duniani, ili usipotee njia ya unakoelekea, ili usipotee njia ya kule ambako Mungu anakuona, ili usipotee kule ambako Mungu amekusudia ufike, ni rahisi tu. Kabla hujaomba, anza na neno, ili unapokuwa unaomba unaelewa, hii ninavyoomba uelekeo wangu ni sehemu fulani. Focus kwenye maisha inaletwa na kile ambacho umejipata kwacho. Unajua Yohana alikuwa ni sauti ya mtu aliye nyikani. Kwa kiasi kwamba hata walipokuwa wakimfuata wanamwambia wewe ni nani? Ameshaona Isaya alishasema kuna mwamba atatokea nyikani kule, ataanza kusema. Kwa yeye alipofuata akauliza, "Hey, wewe ni nani?" Akasema simple tu, mimi ni sauti. Kwa nini? Kwa sababu nimejiona kwenye neno. Nimegundua kabisa mimi ndio huyo mtu ambaye ni sauti. Je, wewe umejipata wewe ni nani? Au wewe unasema mtumishi, naomba tu nitabirie mimi ni nani? Naona kabisa kama roho za familia zina nguvu, kwa hiyo mtumishi sema neno. Sio mimi ndo niseme. Wewe ndo ukienda utafute katika sheria ya Bwana, tafuta kwa kadi ambapo unafunua, unagundua kuna vitu vinakushikilia. Yaani unagundua kila ukitaka ukikimbia unagundua hichi ndo mimi. Yaani unajua kuna wakati unasoma Biblia afu unaona huyu alioandikwa hapa,
huyu ndo mimi, yani huyu ndo mimi. Kwa nini? Kwa sababu waya wako wewe, wiring ambao Mungu amekusuka imetokea huko, kwa sababu yeye ni neno. Automatically hauwezi ukawa tofauti na kile ambacho kimeandikwa kwenye neno. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa Yesu mwenyewe anasimama anawaambia jamani, kile ambacho amekiandika Isaya. Tuendelee mstari wa 18 hiyo Luka sura ya 4. Mstari wa 18 anasema Roho wa Bwana juu yangu. Anasoma sasa Isaya. Nimekwambia aliomba chuo cha nabii Isaya, na Isaya aliyoisoma ni Isaya 61. Kwa hiyo anaanza kuisoma Isaya hiyo 61. Anasema Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa hiyo yupo clear. Ninachokifanya sio kwa sababu nina miemko, sio kwa sababu nimemuona mtu fulani anafanya. Ujue ni hatari sana kufanya kitu kwa sababu umeona mtu mwingine anafanya, au kufanya kitu kwa sababu una shida na hela. Anasema hichi ninachokifanya ni kwa sababu Roho wa Bwana ndo amenituma mimi. Na hizi habari Isaya alikuwa anaandika, lakini alikuwa hajui anaandika kwa niaba yangu. Na vile vile inawezekana hata wewe kuna habari zako Musa aliziandika kwenye Kutoka. Inawezekana kuna habari zako ameziandika mtumishi wa Mungu Yeremia. Ni wewe tu. Jinsi utakavyokuwa unaisoma Biblia, uwe unasoma kuhusiana na wewe, kwa sababu mhusika mkuu wa kupata chochote ambacho Mungu amekiandika kwenye neno lake ni wewe. Wewe ndo Mungu amekuletea hilo neno. Yeremia kabla hajaanza kazi yake, Yeremia kabisa ni nabii wa mataifa. Ni dogo, lakini wakati huo dogo kabisa. Yaani hadi yeye anajiona kabisa ni dogo. Lakini ukisoma hiyo Yeremia sura ya kwanza ukianzia mstari wa 4, anasema eti akiwa hivyo hivyo na udogo wake, neno la Bwana likanijia kusema. Neno la Bwana linasema kabla sijakuumba nalikujua, na ukiwa katika tumbo nalikutakasa. Alafu kukutakasa huko ni kwa ajili ya nini? Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Imeisha hiyo. Usikii mahali tena Yeremia akiwa na mfungo wa siku 8 kwa ajili ya kutafuta mimi ni nani. Ni neno la Bwana limemjia kusema. Neno la Bwana lipomjia kusema, asemi baba niambie mimi ni nani. Mtumishi, naomba unisaidie kusudi la neno la Bwana linaweza likakujia upo kwenye ibada kama hii hapa. Mungu akazungumza waziwazi kuhusiana na wewe. Kile ambacho neno la Mungu limesema ndo wewe nenda ukakifanye, kiende. Kwa neno la Mungu ndo ambalo linatakiwa likupe jeuri hapa mjini. Neno la Mungu ndo ambalo linatakiwa likupe uhakika kwamba mimi kesho yangu sio ya mchezo. Ila usiseme kesho yangu sio ya mchezo kwa sababu umekagua ATM unaona akaunti yako kidogo ipo vizuri. Mtu mwenye kesho bora ni mtu ambaye amejiona kwenye neno. Yeye ni nani? Kwa kile ambacho kimeandikwa kuhusiana na mimi kikiwa bado hakijatokea, ndio maana kila siku nikiwa ninaomba nikiwa na picha kamili ya mimi ambaye Mungu amenisema. Lakini ukiwa na picha kutokana na kile ulichosomea, ndio watu wanaotusumbua sasa. Mtumishi niombee, ni mwaka wa 8 sasa, natafuta kazi sijapata. Soma neno, jigundue, jione nini ambacho Mungu anasema. Na mbona si tumesoma na hatujai kupeleka hivyo vyeti na tunaishi? Mbona sisi na wewe tofauti ni nini? Kama unahisi na maombi makubwa ya kukuzidi, wewe unahisi kitu gani ambacho kinanifanya mpaka nina uhakika kwamba hata nikikuombea wewe Mungu anaweza akajibu kupitia mimi? Kwa sababu nimejipata. Na mimi ningesema ningangane na bahasha ya kake, ningeanza kulaumu watu ambao hawajanileta duniani. Mimi aliyenileta ni Mungu. Na kama amenileta Mungu, kila kitu ambacho anataka nifanye, kila njia ambayo anataka niiendee, kila hatua ambayo anataka niipige kwenye maisha, anaifunua kwangu kupitia neno lake. Anaifunua kwangu kila wakati. Anazungumza kwa kadri ambavyo unasoma neno la Mungu, na kwa kadri ambavyo unakuwa rafiki wa neno, utashangaa stress zingine za maisha, hofu sijui ambazo zinawapata wewe una. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limemaliza kila kitu kuhusiana na wewe. Neno ambalo lilikuwa lina uwezo wa kuziumba mbingu na nchi, hilo haliwezi kushindwa kuyaumba maisha yangu. Haliwezi kushindwa kunipeleka kule mbali ambako Mungu anataka niende. Haliwezi kushindwa kutupa Tanzania bora ambao tunaitaka, hata kama wanasiasa hawataki. Lakini neno la Mungu ndio limetuahidi itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mlima wa Bwana utainuliwa juu ya milima, na huo ufalme utakuwa sio mali ya mwanasiasa fulani, utakuwa ni mali ya Bwana. Isaya 2:2. Hiyo nikisoma, yani hata kama wasipokunywa sumu, hata kama wasipojinyonga, mimi sitaisoma namo. Yesu asifiwe.
Sitaisoma. Kwa nini? Kwa sababu neno limeshanithibitishia siku za mwisho ni lazima. Yaani lazima watake wasitake, lazima itokee. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6, kuna changamoto inatokea. Changamoto kubwa tu ya njaa kwenye taifa. Alafu kuna akida anatumwa, anaambiwa naenda kwa nabii wa Bwana. Tunasikia kuna manabii hapa wanatabiri. Si unajua watu wanavyowachukia sasa hivi watumishi wa Mungu ambao wanatabiri mambo ya ukweli. Anasema namsikia anatabiri, hebu nenda kamwambie kama mvua haitanyesha, kama Mungu hatafanya namna chakula kipatikane, mimi na yeye. Mtumishi wa Bwana ukija sura ya sura ya 6 mstari wa 61 anasema ndipo akasema Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, kikimbakia kichwa chake Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Nisomee sasa sura ya 7, twende kuanzia mstari wa kwanza. Sura ya 7 anasema hivi, Elisha akasema lisikieni, sio sikilizeni hisia zangu. Mimi mwenyewe nina maoni. Mimi mwenyewe nikiuangalia upepo kibinadamu inawezekana kabisa ukaizi inawezekana Bwana akaba ni neno la Bwana ndio linasema. Kwa anasema lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo majira kama haya kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli langoni pa Samaria. Sikiliza hichi kijamaa sasa. Sasa wanasiasa uchwala na hao watu ambao wa kidunia wenye logical. Unajua sasa hivi unaweza kukutana mtu ana hoja. Unajua mtumishi kuna mambo. Wewe sikuelewi. Mimi nisalielewa neno inatosha. Yaani mimi hoja nyingine tofauti na neno sisikii. Yaani sisikilizi, mimi sisikii chochote zaidi ya kile ambacho Biblia imesema. Anasema basi yule akida ambaye mfalme alikuwa ametegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu. Akasema, yani kuna watu wanaweza wakajibu hadi kwenye posti ya mtu wa Mungu kabisa, Bwana amekupa kitu, amekupa ujumbe useme, alafu kuna mwamba anakuja pale anatiririsha naye waraka wa amani, naye anapinga neno la Bwana kwa maneno yake. Sasa inawezekana kweli mtu akapinga neno la Bwana kwa maneno yake? It is future impossible tense. Anasema akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha ya mbinguni. Kwa wanadamu ili waamini hichi kitu kinawezekana au hakiwezekani, wanaangalia uwezekano kwenye mazingira kwanza. Yaani wanaangalia probability. Kipindi tunasoma hesabu tulikuwa tunasoma hizo hesabu zinaitwa probability. Ni ngumu kweli na sijai kuzielewa. Kwa hizo probability kuna namna ambavyo huyu mtu wa Mungu kwa probability zake, kwa hesabu ambazo anazipiga kwamba Mungu naye huwa ni kama watu, ili afanye jambo lazima kuonekane dalili. Mungu hahitaji hicho. Mungu anachohitaji ni neno liwepo, alafu anasema yeye analiangalia. Sio anaangalia jinsi mlivyokuwa mna maoni, sio anaangalia jinsi ambavyo mtu anakubalika, anaangalia neno. Hiyo ni Yeremia sura ya 1 mstari ukianzia wa 11 na wa 12. Anaambiwa unaona nini? Sema Mungu, mimi naona ufito wa mlozi. Nikikuuliza hapa unaona nini kuhusiana na maisha yako? Nikuuliza unaona nini kuhusiana na Tanzania? Kuna vitu unaona, hivyo unavyoona ndio vyenyewe. Mungu anasema umeona vyema. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninaliangalia neno ili nilitimize. Kwa kama kuna kitu cha muhimu kwenye maisha yako, kama kuna kitu ambacho unatakiwa kukitafuta kwa wivu mkubwa, ni kuhakikisha unatafuta neno la Mungu kwa ajili ya majira fulani. Jua Mungu anataka nini kwenye majira. Ukijua hiyo, hakuna mtu atatokea ambaye anaweza akakutoa kwenye leni. Yaani mimi hata shetani atokee hapa anaambia ya maombi mnayoomba hamna kitu, mimi nitamwambia shetani dunia nzima inaweza ikakataa, ila mimi nitabaki naamini. Kwa nini? Kwa sababu ninajua siku za mwisho giza litaifunika dunia. I know. Yaani giza linapozidi kuwa jingi, waovu wanapozidi kuonekana, ndio watu wa maana. Najua ndio yale majira ambayo Isaya 60 anasema na itakuwa katika siku za mwisho. Giza litafunika dunia, na giza kuu litafunika kabila za watu. Lakini katikati ya giza ananiambia eti Mungu, wewe sasa mwana wa Mungu, ndio muda wako wa kuondoka na kuangaza. Huo ndio muda wa kanisa kuonekana. Huo ndio muda wa watu ambao walikuwa wanakaa kwenye maombi kuonekana. Yaani wakati watu waovu wanaonekana ndio wa maana. Hiyo ndio fursa yetu. Wala usilie kwa sababu Farao anaanza kuwachukia wana wa Israeli. Unajua ka Farao karibu ona hao jamaa wana uzao mwingi sana. Kianzia Kutoka sura ya 1
Farao kakaona sasa hawa jamaa wana uzao mwingi, wamebarikiwa kwa sababu walikuwa wanaishi ile baraka ya Mungu. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya kwanza tuanzie mstari wa 7, nikuonesha kitu cha ajabu sana. Mungu alitubariki sisi kuzaa, kuongezeka, kuenea, kutiisha na kutawala. Kwa hao jamaa baraka ya Mungu walikuwa wanaishi hadi utumwani. Yaani katikati ya Farao asiyemjua Yusufu, lakini baraka ina operate. Yaani baraka haiachi kufanya kazi kwenye maisha ya mtu kwa sababu wanaozunguka hilo eneo hawamtambui Yusufu. Ile kwamba Yusufu wetu anakataliwa haina maana hatutaenda tunakotakiwa. Lazima twende. Yaani ile kwamba wanajisikia vibaya ukimposti Yusufu haina maana kwamba wanabadilisha chochote. Ni kweli Yusufu alitangulizwa utumwani kwa ajili yetu. Na kwa sababu hiyo tuna ujasiri. Yaani huo ujasiri tunao. Na tunajua kabisa watu wa aina ya Yusufu wanapitiaga haya ili sisi tuje tuishi Goshen. Ili sisi siku moja tuingie nchi ya ahadi. Kwa sio geni, hiyo habari sio ngeni hapa mjini. Tunaielewa. Unajua Elisha alivyokuwa anaambiwa na wana wa manabii, unajua bwana wako leo atatwaliwa. Anawaambia calm down. I know it. Najua. Ukijua bwana ni raha. Ukijua hata tokea mtu anakutishia. Anasema naona Waisraeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu na ile nchi ilikuwa imejawa wao. Some mstari wa 8. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Sikiliza sasa watu waovu walipokuaga na mawazo finyu. Watu waovu wanaamini hivi, wanaweza kukuzuia pale walipoanza kukuona. Wasijue kwamba mimi ni matokeo ya kile Mungu alichosema. Yaani Mungu aliposema neno kuhusiana na mimi ndo akanitoa nije kulitimiliza lile neno ambalo amesema kuhusiana na mimi. Yeremia anaambiwa hivyo tangu tumboni, kuna namna nilipokuwa nakutakasa, kuna namna nilikuwa nakuandaa, kuna namna nilikusuka ili uje uwe majibu ya changamoto fulani. Sasa waovu wenyewe wanaangalia kile ambacho kimeanza kuona sio mimi. Yaani mimi ni yule uliyekuwa umfahamu. Siku utakapoanza kunifahamu, jua nimeanza kuishi kile Mungu alichosema. Na huwezi kushindana na Mungu alichosema kuhusiana na mtu. Haiwezekani. Haiwezekani. Yaani huo ndo wanakuwa kwa ujasiri. Na huu ndio ujasiri tulionao. Unajua kwa nini Yoshua kaliweza kupambana vizuri? Musa amekufa. Mungu anamfuata Yoshua. Ambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Ila mimi nakupa neno, uwe hodari tu na moyo wa ushujaa. Wewe cha kufanya angalia na kutenda sawa sawa na sheria yote. Usisikilize wapinzani wako, usisikilize watu ambao wanajaribu kwenda kinyume na sheria. Hapo anamwambiaje? Ndipo utakapostawi. Yoshua sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7 na 8. Anamwambia ndipo yani ukizingatia tu hiyo sheria kustawi kwako mtu wa Mungu. Wewe hakutegemea umesoma wapi. Yaani mtumishi niombe na kupata kazi. Sisi ndio tunatakiwa kuwapa kazi. Nataka upate kazi wakati wewe kabisa umekuja ili uwaletee watu kazi. Wewe unatia huruma kama mpagani wakati unaomba kabisa. Unaweza kusoma neno. Wewe leo unataka ufanane wapagani wanatakiwa kuja kwetu wachukue mawazo. Wachukue ufahamu wa kiungu waje hapa. Niwaambie mambo yao ya kesho kwa hekima ambayo imeandikwa kwenye neno. Wewe na wewe unasema unataka utie huruma kwa mtu fulani ambaye hata hajaokoka. Hao ndio siku moja wanatakiwa kuja kufanya kazi kwenye mashamba yetu huko ambao Bwana anatupa tunakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hapo kwa Yoshua. Anasema Mungu ni Mungu jamani. Ni Mungu. Ilikuwa rahisi Mungu aseme sasa mwanangu na kuwekea huu mkono. Ila Mungu akasema pamoja na kwamba mimi ndo nilikuwa na Musa, lakini bado kuna neno langu, kuna sheria yangu, kuna vitu ambavyo Musa ameviandika. Hivyo ndio vimebeba ustawi wako. Anasema uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda kushoto. Yaani focus yako, jicho lako, uhakika wa kesho yako unatakiwa kuwa hapa kwenye neno. Kushoto kuna kelele jamani. Kulia kuna kelele. Kila mahali sasa hivi upepo, yani kuna namna ukisema ufuate. So unajua kuna watu ambao ni bendera fuata upepo. Alivyokuepo mtu fulani wenyewe walikuwa nakubali hapa ni kazi tu. Lakini tena baadaye kaja mwingine wamehama, wanasema yule alikuwa anaharibu. Sasa hivi sisi ipo na wewe. Ila sisi ni hapa. Tumenyooka kwenye haki. Tumenyooka kwenye kile ambacho Mungu anakitaka. Hatubadilishwi kwa sababu labda jamii inaongelea. Jamii sio mimi. Mimi sio matokeo ya Tanzania inasema nini. Mimi ni matokeo ya Mungu alinituma kufanya nini kwenye majira kama haya.
Lakini ukisema ufuate upepo utafanana nao, utakuwa kama wao. Lakini wewe, nalipenda somo analifundishaga baba yetu Masiwa Bwana, anasema mimi sio kama wao. Never. Wakati wao wanaona majitu, mimi naona uvuli wao umeondolewa. Naona kabisa hawana utisho, naona hawana kibali cha kimungu, naona kabisa wanatumia nguvu kubwa kufanya jambo ambalo hata mwanangu mdogo inawezekana Mungu akinipa anaweza akawa na uwezo wa kulifanya kwa wepesi. Kwa nini? Kwa sababu hawana Mungu. Uvuli uliokuwa juu yao haupo. Naona majitu, si hatuyaoni majitu. Hata kama wapelelezi wengine 10 wameleta habari mbaya, lakini sisi kina Joshua, sisi kina Caleb, kwa neno la Bwana ambalo Mungu anasema tuwe hodari na moyo wa ushujaa, we will never turn back. Hatutageuka nyuma, ni mbele. Tunaendelea. Mungu anamwambiaje Musa? Wanafika bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wenyewe walikuwa waoga, akitazama wa Misri. Kibinadamu wa Misri alio ni hatari. Wa Misri wana jeshi, wa Misri wana mafarasi, wana kila kitu. Lakini Mungu anamwambia hamna kunililia, nishakupa neno Musa. Wewe acha kulia. Musa akasema sawa Bwana. Kaambia wana wa Israeli, haya tuendelee mbele. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Hamna namna unaweza kututoa kwenye reli. Sijajua wewe, ila mimi hajatokea kunitoa kwenye reli. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho nimekigundua kwenye neno. Na nimeyaona majitu ambayo yameandikwa kwenye Waebrania sura ya 11. Ni majitu ambayo kweli kabisa yalikuwa yenyewe hayaangalii chochote tofauti na neno. Unajua Danieli mpaka anaomba kukabili Yerusalemu, sio tu alikuwa anaomba kwa bahati, ni ufunuo amepata. Kipindi Suleiman anazindua hekalu, anamwambia kabisa Mungu, yoyote ambaye atakuomba kwa kukabili Yerusalemu akiwa mahali popote, popote, Bwana uyajibu maombi yake. Kwa akasema huyu Mungu ambaye inawezekana Babeli huko huyo Mungu hayupo, ila nakabili leo nakabili Yerusalemu. Hata kama walikuwa hawataki niombe, lakini huyu Mungu kwa sababu alivyo, unajua Danieli alikuwa linasoma. Danieli alikuwa anaisoma, afu anajua. Sasa shida ya wewe unahisi kwa upepo, akifuata mjomba wako fulani ana kadi ya chama, anamwambia mwanangu, huko usiende. Mimi hawezi ndugu yangu yote hawezi kutokea. Mimi sio wa ukoo fulani. Sisi ni wale ambao tumetokana na simba wa kabila la Yuda. Na wale asili yao ni neno. Hebu rudi kwenye Luka nikuonyeshe kitu cha ajabu sana. Rudi Luka sura ya 4 uone sasa Yesu alipokuwa na confidence. Sikio alihubiri kiasi kwamba wakashangaa, mbona akisimamaga hapa Farisayo fulani, akisimamaga mwalimu fulani wa sheria, mbona huwa hatuelewi kama hiyo. Nini? Alikuwa ashajipata kwenye neno. Luka sura ya 4 kuanzia mstari tuanzie wa 19. Mstari wa 19 anasema anakutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Twende mstari wa 20. Akakifunga chuo, sasa hapo anajua nimemaliza kazi. Akamrudishia mtumishi, akaketi. Na watu wote waliokuwemo mle wakamkazia macho. Yaani kwamba haijawahi kutokea mtu atokee anajitambua hivi kwa kupitia neno akaeleweka, kwa sababu wahubiri wengi ni wahubiri njaa. Anahubiri jamani mtunze amani, sije nini. Amna, wewe unatuambia hicho sio neno, hayo ni maneno yako. Neno alijasema hivyo. Neno la Mungu linasema katika siku za mwisho wana wa Mungu ndio wanatakiwa kutawala. Wewe unamlamba miguu mtu ambaye wewe unatakiwa umtawale. Ndio kile Suleiman anaandika, nimeona balaa juu ya nchi, wafalme wanatembea kwa miguu, alafu watumwa wamepanda farasi. Alafu kuna mwingine yule mtumwa ambaye yupo kwenye farasi ile falme limoja lenyewe ndio linamuona mtu wa maana, kumbe amechukuliwa farasi wake. Mimi siwezi kumlamba miguu mtumwa. Never. Na huna cha kunifanya mimi, baba yangu ni mfalme wa wafalme wote. Sasa mtu unajua uwe na hekima. Hekima tunayo, lakini hekima yetu haitaki kuzidi kile ambacho neno limesema. Yaani hekima ulionayo ukiona imefika mpaka inataka irekebishe neno, hapo hiyo hekima nenda kawaambie watoto wako. Sisi hekima yetu inaishia pale tu ambapo neno limesema. Neno linasema bali waoga na watu gani? Wasioamini na wengine wazinzi na wengine wote hao. Sasa wewe unachagua hata ya uoga tu, uzinzi kwa sababu Yesu umeshinda. Hiyo ya uoga ambao watu wengine wanaogopa kuisimamia kweli, kwa sababu ukifanya hivi sio sisi hatupo miongoni mwao wasitao. Hatumo.
tu, yani ukitutafuta miongoni mwa wenye mashaka kwamba sasa hivi usiposti mtumishi, yani ndio inaelekea Oktoba. Ni kweli, na mimi najua kabisa sasa hivi ni leo tarehe 20 na I know, wala uhitaji kunirekebisha, niache ni hapa tu. Unajua nyoka wa shaba aliyosimamishwa na Musa, ilikuwa haijalishi umeng'atwa au hujang'atwa, Mungu anamwambia kazi ya macho huyo. Yani huyo nyoka wa shaba ndio unatakiwa kumtazama. Yani kile ambacho Mungu amesema, maelekezo ya Mungu ambayo ameyasema kwa majira haya ni ya muhimu kuliko sheria, kuliko kanuni, kuliko taratibu, kuliko vitisho, kuliko chochote ambacho mwanadamu mwingine anajaribu kutuambia. Mungu ndo final say. Wengine wote ni wapiga kelele. Mungu akishasema, mwingine akijifanya anaongea, ana hekima nzuri kuliko Mungu, huyo amekuja kufanya kifujo, piga kelele. Unajua zamani ulipokuwa unasoma kuna wakati hata hujapiga kelele ila monta amekukalili. Yani anajua kabisa, yani kuna fulani yeye lazima awepo kwenye listi yangu. Sasa ndo hao watu wasio na neno. Hao mimi nikimsikia anaongea hata aseme yeye mimi ni nabii, lakini nikijua hana neno najua kuna mpiga kelele mmoja huko ameanza kupiga kelele. Kwa nini? Kwa sababu anachokisema sio neno, anachokisema ni maneno yake. Mstari wa 21 anasema akaanza kuwaambia. Unajua watu ambao wamejipata kwenye neno kuna namna, yani ukiwaona unasema ni askofu wa ABC, yani anahubiri yani kwa jeuri. Sio kwa jeuri. Anajua kile ambacho kimeandikwa kuhusiana na yeye. Anajua nafasi yake mbele za Mungu. Anasema akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Twende mstari wa 22. Wakashuhudia wote, wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Kwa kumbe kuna wakati unawekwa kwenye utambulisho sawa na wanadamu wengine wa kawaida, kwa sababu na wewe huwa unaongea kama wao. Lakini siku utakapobadilisha namna yako ya kuongea, ukaanza kuongea kama neno la Mungu linavyosema kuhusiana na wewe, watu wataanza kustaajabu. Wataanza kukulinganisha na watu wa nyumbani kwako. Wakiangalia kaka yako mkubwa, wanagundua wewe na kaka yako mkubwa mmepishana mbali. Yaani kaka yako kakuzidi tu miaka, lakini namna yako ya kuongea na yeye ni tofauti. Kwa sababu kaka anakuambia, mwanangu, si uache tu hata utumishi uende ukalime. Mbona kazi ni nyingi? Nataka nikufungulia hata biashara tu ukafanya. Ila wanashangaa wewe ujasiri ulionao kama simba. Mwambie kaka, tulia, niache. Najua ninakofanya, najua ambacho ninakiendea. Najua kile ambacho Mungu anataka kitokee, na ninajua kwa nini nimetokea kwa majira na saa kama hii. Esther alitaka kukwepa jukumu. Kwenye kitabu cha Esther sura ya 4, Biblia inasema Esther akawekwa malkia. Akahisi yeye ni kama watu wengine. Akahisi yeye amekaa madarakani kama watu wengine. Lakini tukianzia mstari wa 15, somea kitabu cha Esther sura ya 4 kuanzia mstari wa 15. Asema basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Kumbe kuna wakati kuna watu wametumwa na Mungu mambo tu ya maana, lakini kutokana na kulamba asali wamejikuta wamekaa kwenye visivyo vya kwao, alafu wamesahau nini ambacho Mungu anataka wafanye. Kwa hiyo Esther ameambiwa bwana, mjomba wake anamwambia Esther, nimesikia tangazo la Haman. Esther yeye anajifanya haimuhusu. Unajua kama sasa hivi watu wanataka Tanzania mpya, lakini kuna mwingine yeye anaona kama hiyo haimuhusu. Yaani yeye amejiweka pembeni. Mimi sitaki matatizo jamani. Hiyo sio swala la matatizo, ni swala la kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanatimia. Hili sio swala la mimi, ni swala la Mungu. Unajua kuna tofauti ya kitu ambacho Mungu amekutuma na kile ambacho wewe unataka. Wewe unataka vingi, lakini Mungu kuna anachokitaka zaidi yeye. Kile anachokitaka Mungu tunakisimamia kwa wivu mkubwa. Yesu angekuwa azingatii neno, asingetimiza ile neno kwamba wivu wa nyumba yako unanila. Angekuta wanauza mle, angeanza naye kula nao maisha tu. Jamani ongeleni, naona hekalu sasa hivi limegeuka soko. Bwana, hana shida. Lakini kwa sababu alikuwa anajua kwamba imeandikwa, hadi wanafunzi wenyewe walipoona anachokifanya kile wakaangalia, je, anachokifanya kimeandikwa au Yesu ni wivu wake tu anawaonea wivu hao wafanya biashara. Wakagundua kweli iliandikwa kwamba wivu wa nyumba yako utafanyaje? Utadili. Sasa Esther akamtuma huyo ndugu kwenda kwa Wayahudi. Tusome mstari wa 13. Kuna kitu nakitaka. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijizanie kuwa, unajua kuna wakati unaweza ukajizania kwamba mimi kuna baadhi ya vitu havinihusu. Utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Mstari wa 18. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu,
ndipo kutapotokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe haukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Kwa kuna wakati Mordekai ilikuwa jitu la neno. Yaani Mordekai yeye hakutingishwa na kile ambacho Hamani amekisema. Mordekai alikuwa ana uhakika na Mungu aliye naye. Ndio maana Mordekai alipokuwa anataka Hamani kinataka ibada, azami siwezi kukuinamia. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa usiabudu miungu mingine. Anatii kile ambacho neno limekisema. Kwa hata adhabu ilipotangazwa, Mordekai akajua kabisa huyu Esther hakuja hapa ili awe malkia, ila alikuja kwa ajili ya saa na majira kama haya. Ila kuna majitu Mungu amewaamini, amekupa kukaa kwenye nafasi fulani za maamuzi, lakini kwa sababu ya hela kitu kidogo ambacho hadi Freemason wanacho, hela ambazo unaweza ukawa na hela ukafa ukaziacha, inakufanya unapindisha kile ambacho Mungu anakutuma, inakufanya unaonea, unatesa watu. Hello, you are very poor, very poor, very poor. Na Amani anayekutuma wote ni very poor, ni watu wa kawaida sana. Kwani kwa sababu tunatakiwa kusimamia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu kuliko tunapotafuta ugali wetu. Unajua mtu mwingine kwa sababu tu ya ugali anajikuta anapindisha hadi sheria ya Bwana, anajikuta kabisa amri za Mungu anazijua, lakini anaenda kinyume tu na zile amri. Nimependa kitu kimoja ameandika leo baba yetu, anasema wanangu wa ABC, ikitokea kuna kazi umepewa ambao unajua kabisa inakutoa kwenye mapenzi ya Mungu, achana nayo. Mungu atajua namna gani utaishi. Usikubali kumkosea Mungu kwa sababu ya kuwafurahisha watu. Narudia tena kwa msisitizo, usikubali kumkosea Mungu kwa sababu kuna mtu fulani unataka akupende. Hao watu wanaondoka, ni upepo tu. Huo upepo ukichomolewa na ujanja tena. Tunamwimbia alale mahali pema kamanda na nyimbo nyingine nyingi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha muhimu sana ni kujua nini ambacho Mungu amekisema kwa habari yako. Kwa hiyo Esther kipindi kanaingia umalikia, inawezekana kalifurahi, kumbe kuna saa yake maalum ambao Mungu alimleta ili kwenye hiyo saa asimame. Lakini alipoanza kula vya ikulu akataka ajisaulishe, Mordekai akatuma ujumbe mgumu, akamwambia Mungu anaweza kutuokoa, lakini wewe na watu wa nyumbani mwako mtakoma. Yaani wewe ambaye hutaki kusimamia mapenzi ya Bwana kwa wakati huu, itakula kwako. Wakati sisi tupo Kanaani, wakati wewe unashughulikiwa na Bwana mwenyewe, tutakuwa tunakuangalia. Atafanana yule tajiri yupo kuzimu, ndio anagundua kwamba Lazaro pamoja na kwamba kalikuwa kanatamani chakula kakiwa dunia, lakini umwamba yupo sehemu nzuri. Anagundua kabisa pamoja na kwamba Lazaro aliteseka. Unajua kuna wakati unateseka kama Lazaro. Sasa wewe hauteseki kwa umaskini. Kuna wakati unateseka kwa kufunga, unaomba usiku wengine wamelala. Kuna wakati yani maisha yako yanaweza yakawa hatarini kwa namna yoyote ile. Lakini kuna wakati ukishaingia huko kwenye Biblia inasema kule kuzimu, tajiri alipoinua macho yake hivi akaona kweli Bwana alichokuwa anaongea Masihi wa Bwana ni kweli. Anagundua kweli yupo kwenye kifua cha Ibrahim. Ambia baba, kama mnyenyekevu tajiri kwa mtu ambaye alikuwa anaishi mapenzi ya Mungu. Kwa kumbe ni swala la muda tu. Ukisimamia kile ambacho Mungu amekutuma, ukisimama kwenye njia ya kweli ya Mungu, kuna siku wale ambao walikuwa wewe unahisi ni watu ambao wanataka kukusaidia sana, siku moja wenyewe ndio watakuja wanakuambia jamani tafadhali naomba jamani. Haoni hata kinyaa kwamba jamani Lazaro alikuwa na vidonda. Hapo haoni, anasema angalau auburudishe tu ulimi wangu, achovye tu ncha ya kidole cha naomba. Ibrahim akamwambia too late. Umechelewa mzee. Umechelewa. Kama leo hii Musa na manabii tupo, ila unatuchukulia kawaida. Amka. Takula kwako. Tajuta kama tajiri. Neno. Yaani neno la Mungu likishakuwa ndani yako, hamna takataka inaweza kukutisha. Unajua shetani haogopi sana mambo mengine. Lakini Biblia inasema Yesu amepiga zake 40, kaa zake nyikani, kashetani kamemtokea. Akamwambia kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza ili jiwe liwe mkate. Akamwambia sikiliza wewe, ule kutana naye sio mlokole wa kukurupuka, kwa sababu angekuwa mlokole wa kukurupuka angeanza kwanza kukemea. Angeanza kuteketeza, angemwambia Yesu akamwambia imeandikwa.
Shetani anasema leo nimekosea namba. Maana nilienda kwa mwingine hapa juzi, alinikemea mahali ambako alitakiwa tu aniambie kilichosemwa kuhusiana na yeye. Unajua kuna changamoto za kukemea, ila kuna changamoto za kutumia kile kilichosemwa kuhusiana na wewe. Nitakuwa juu tu, sihitaji kuomba ili mimi never. Yaani siwezi kuwa mkia. Haiwezekani. Utakuwa ila utakapoyasikia maneno yangu, kufanya kutenda yale ninayokuagiza. Haihitaji uombe maombi. Inahitaji tu usikilize anachosema. Inahitaji uzingatie. Hicho tu ndio Kumbukumbu la Torati sura ya 28 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema itakuwa, kumbe kuna wengine hawazingatii. Kuna wengine wanahisi kwa hisia zao, yani hisia ndio zinamwezesha. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote, sio baadhi ya maagizo, yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa. Sio atakutukuza tu kwenye ukoo, sio ni mataifa yote. Kwa akiwaambia Yesu, ninyi ni nuru ya ulimwengu, ni kweli. Lakini sasa ili hiyo nuru iweze kutokea, lazima uwe na neno ambalo ni taa, ambao hilo neno ambalo ni taa litakuangazia njia yako, litaifanya ile nuru iliyopo ndani yako iwaangazie watu wengine. Lakini sasa nuru ndio unamkuta yeye amechanganyika na giza. Anatia huruma kwa watu wa giza, ndio amwonee huruma, akati yeye ndio atakuwa kwa msaada kwao. Akati yeye ndio atakuwa kuambia jamani sikilizeni. Ukweli ni kwamba kwenye majira haya ni lazima kanisa litawale. No way. Yaani ili kazi ya msalaba ikamilike, ni lazima kanisa la Mungu limiliki. Ni lazima. Anasema akisha kumtiishia vyote. Yaani kuna wakati lazima ufike vyote vinatiishwa, au vikishatiishwa vyote baadaye ndio yeye mwenyewe anajikabidhi kwa yule aliyemtiishia. Anambia sasa, Mungu, kwa kweli nilivyokufa nikawafanya kuwa ufalme na makuhani, ni kweli wamemiliki juu ya nchi. Kwa hiyo sasa wachukue, warudi nyumbani mwako. Ila ngoma hiyo bado haijatokea. Bado unaogopa wa wachawi. Unaogopa watu ambao wanakesha huko wanatambikiwa. We hao ni wadogo sana. Yaani mtu anayejiamini kwa sababu ya alivyo navyo ni mdogo sana. Ndio maana Bwana Yesu alipotokewa na Shetani anaambiwa, ukinisujudia nitakupa hivi vyote. Anamwambia imeandikwa. Yaani yeye jeuri yake sio vile atakavyopewa, ila ni yule anayemheshimu. Akisha mheshimu yule aliyesema, baada ya hapo anasema vitu vyote vikawekwa chini ya miguu yake. Aga Shetani. Yesu anapoondoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 ukianzia mstari wa 19, anasema mamlaka yote sasa mbinguni na dunia nimepewa. Kwa ili upewe mamlaka yote, sio swala tu la kuomba, ni swala la kuzingatia nini neno limesema. Kwa kama kuna kitu unataka ukichukulia serious kwenye maisha yako, ni neno la Mungu, kuliko posti zozote unazokutana nazo mitandaoni. Yaani posti yoyote ambayo ipo kinyume na neno, hata kama imeandikwa kutokea White House, hainihusu. Inawahusu wengine. Mimi kinachonihusu ni kile kilichoandikwa kwenye neno la Mungu. Kwa Biblia inasema wapi? Sawa. Kwa neno la Mungu ndio linatakiwa kuyaongoza maisha yako. Neno la Mungu ndio yaani hata wanao, yaani waambie wanangu, mimi najua tuna kesho bora. Najua tunaenda mbali. Kwa nini mama umepata mkopo? Nivushe. Sio nivushe. Nina zaidi ya nivushe. Nina kitu kinaitwa neno la Bwana. Ukisoma hiyo Kumbukumbu la Torati 28 ukiendelea huko mbele, mtu wa Mungu ameandikwa mambo mazuri sana. Mungu anasema nitakubariki unapoingia, nitakubariki unapotoka. Anasema wewe utakuwa juu tu. Yaani hayo nikisoma sihitaji kuwa na connection fulani kubwa ili niwe juu tu. Najua juu tu ni sehemu yangu, kwa sababu nalisoma na kuliishi neno na kuzingatia kile ambacho nimesema. It is enough. Kwani nani alikuwa anajua? Daudi hakuwa hata na connection Ikulu. Ila wao walipokaa kikao chao wakagundua pepo za Sauli zimelipuka. Wakasema sasa tutafute mtu angalau ambaye atakuwa anapiga kinubi ili pepo zitoke. Mwamba ambaye anasema maoni mwangu nimeliweka neno lako. Wakamfuata kule machungani. Ndio yeye huyu ndio mtaalamu. Lakini ukweli ni kwamba ni nini? Ni kile ambacho huwa anakiheshimu. Kile ambacho huwa anakisoma ndio kilimshape hata tabia yake. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kutajika popote. Kwa ukitaka upenye kwa urahisi kwenye maisha, wewe jaa neno, sio uwe chawa. Uchawa utaishia kupata vile vya juu juu. Kwa sababu sometimes unaweza ukamfanyia uchawa ambaye ulitakiwa umtawale. Yaani sometimes unaweza ukajipendekeza kwa ambaye alitakiwa ajipendekeze kwako.
Yaani kuna watu ambao sisi katika ulimwengu wa leo na namna ambavyo Mungu ametusuka sisi ni wakubwa sana kwao. Lakini kwa sababu hatuishi kwa kile ambacho neno limesema, unakuta yani mtu anaanza kujipendekeza na yeye. Wewe tulia kwanza. Mimi ni sample ya tofauti kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sawa. Nakwambia nitakufundisha kwa habari ya nguvu la neno. Wewe ulikuwa ni utangulizi tu kidogo. Kila kitu ambacho Mungu amekiumba, ameumba kina nguvu ndani yake. Lakini hiyo nguvu ambayo Mungu amekiumba nacho inakuwa imetulia. Kwa Kiingereza wanaita ni potential energy. Yaani chochote ambacho kimeumbwa na Mungu kina nguvu ndani yake. Lakini hiyo nguvu inahitaji sasa kutamkiwa maneno fulani ili ianze kufanya kazi sawa sawa na vile Mungu anavyotaka. Kuna wakati kijiti tu cha kawaida, shoka limezama. Mtu wa Mungu amechukua kijiti ameweka kwenye maji. Shoka ambayo inawezekana labda angechukua hata sumaku fulani la kilo nyingi ndio ivutwe. Lakini eti kwa kuweka kijiti, lakini kwa sababu kimewekwa kwa ufahamu, kimewekwa kwa mtu mwenye ufunuo fulani, eti shoka likaelea. Lakini pia mtumishi wa Mungu Yakobo anadhulumiwa na Labani. Kila akijitahidi mshahara Labani anadhulumu. Mwamba akasema isiwe tabu. Akachukua fito zake, akachonga fito, alafu akaenda pale pale ambapo mbuzi wao wanakunywa maji. Alafu alivyo sasa na laombaya ya kirokole. Akasubiri akiona mabeberu yale majike ambayo yana afya. Ndio amechukua mimba ndo anaenda anaziweka zile fito. Kwa kumbe ukiwa rafiki mzuri wa neno, kuna baadhi ya mambo ambao Mungu atakuwa anakupa tu ufunuo, kwenye hili fanya hivi, kwenye hili fanya hivi, kwenye hili fanya hivi. Kwa kama ambavyo vitu vingine hadi vazi la Yesu, imagine. Na ni mwanamama mmoja hivi ndo alipata ufunuo kwamba Yesu ukimshika hata nguo tu wewe unapona. Kabisa. Kwa chochote ambacho kipo duniani kina nguvu ya Mungu tayari. Lakini hiyo nguvu imetulia. Inasubiri itamkiwe. Inasubiri mtu mwenye ufunuo fulani afanyishe kazi ili kiweze kufanya kazi, kilete matokeo anayoyataka. Mwanamke alikuwa na chupa ndogo ya mafuta imetulia ndani. Kwenye kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4, anamfuata mtumishi wa Mungu Elia, anataka apewe hela. Yaani pale kiukweli alitaka mtumishi wa Mungu atoe sadaka zake za nabii. Sadaka ya nabii, mtumishi wa Mungu umepata zako 20 yako. Umepanga kwamba hii 20 sasa jamani angalau na mimi nipate hata kasoda. Mwanamama anakuja anamwambia mtumishi, Mungu amesema ili deni litaniua, naomba. Mtumishi akamwambia mimi sikupi hela yangu. Akampa neno. Akamwambia una nini? Mwanamama anamwambia bwana mimi sina kitu ila tu chupa ndogo ya mafuta. Kwa neno sasa mtumishi wa Mungu akatamkia neno. Kile kidogo ambacho alikuwa nacho na kikampa matokeo makubwa. Kila kitu kina nguvu. Sio kwamba mtaji hautoshi, ila hujasikia tu neno, hujaambiwa neno la Mungu. Sio kwamba una cha kufanya, unacho. Mimi sikuwa mchungaji kama unavyoniona, lakini baba alivyoniambia neno, alivyotamka tu, kuanzia siku hiyo nikajikuta tu mimi nilikuwa na interest zangu zingine, nilikuwa na mambo yangu tu, yani sikuwa na future na haya mambo. Lakini kwa neno la mtumishi wa Bwana alivyosema, na nimekuwa. Na wewe unaweza ukasema na ikawa. Hadi ni kwa sababu neno la Mungu lina nguvu. Waibrania tusome sura ya 4 mstari wa 12. Kumbuke tunajifunza kwa habari ya nguvu ya neno. Waibrania sura ya 4 mstari wa 12. Anasema maana neno la Mungu li hai. Kwa neno la Mungu sio maandishi haya, yani nimesoma. Somo la kwanza lilikuwa linatoka Agano la Kale. Tulisoma ni Mwanzo. Nimesahau. Anahisi ni kile kilicho anasema neno la Mungu li hai. Jambo la pili ambalo sasa nataka nikufundishe nguvu ambazo zipo kwenye neno. Anasema tena lina nguvu. Kwa neno la Mungu tu sio yale maandiko. Ni kiumbe halisi roho. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11 kama sijakosea. Anaeleza kwamba kuna kiumbe kabisa anatokea rohoni, amepanda farasi. Jina lake anaitwa neno la Mungu. Kisha nikaona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye mpanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki atahukumu na kufanya vita. Mstari wa 12 anasema na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake viremba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Mstari wa 13 naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Kumbe neno la Mungu ni kiumbe kabisa, anapanda farasi. Kwa kumbe neno la Mungu naweza nikamsemesha kwa habari ya siku yangu, naweza nikamsemesha kwa habari ya Tanzania,
naweza nikamsemesha kwa habari ya ndoa yangu, naweza nikamsemesha kwa habari ya maisha yangu. Inawezekana wakati ambapo upo hali ulionayo haifanani na kule ambako unataka Mungu akupeleke, ila ili mradi neno la Mungu linasema lazima niende, lazima nifike. Hakuna farao yoyote yule ambaye anaweza kuzuia kile ambacho Mungu amesema kwa habari ya maisha yangu. Hajatokea Goliati ambaye anaweza akashinda mbele ya Daudi mwenye ufunuo sahihi wa kile ambacho Mungu anaweza akafanya na kijana mwekundu, kijana wa Kaini, ila kwa sababu analijua neno la Bwana, ana ujasiri sioweza kutikiswa. Wewe unaogopa kila kitu kwa sababu huwa unaenda wewe kama wewe, ila hauendi na silaha nzito kuliko zote duniani. Biblia inasema neno la Mungu lina nguvu. Tuendelee mbele tena kwenye Waebrania hapo 4:12. Anasema tena lina ukali kuliko upanga wowote. Yaani kuna watu wanapanga za kutosha, lakini anasema neno hamna upanga unaolizidi. Imagine una silaha kama hiyo, afu ni Biblia yako ambayo Jumapili tu ndio huwa unaikumbuka. Yaani Jumapili ndio unakumbuka na Biblia. Kwa unabeba kama kitambulisho cha ibada. Na siku hizi tuna screen. Kwa ukija hata ibadani uifungui. Wana wa Israeli wanajiona wapweke. Hamna mtu anawatembeleaga. Yaani wamekaa tu wenyewe. Yaani wanajisikia vibaya. Hebu anza kulisoma neno Bwana. Soma neno kwa wivu mkubwa. Soma neno ili ukutane na mambo yaliyofunuliwa kuhusiana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema lina ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. My God. Kwa kuna wakati unaweza ukawa unajiuliza jambo fulani, alafu ukisoma Biblia una mbona Bwana amenijibu? Usiogope mwanangu, ujapopita katika maji mengi nikitoka hapo maji mengi yanakuja, lakini najua Bwana ameshasema Isaya 43 mstari wa kwanza mpaka siwezi kuogopa. Nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha. Ukishasoma imeisha. Imeisha. Hiyo haihitaji nielekee. Haihitaji. Unajua mtumishi, kuna baadhi ya sio baadhi ya mambo Biblia inasema ujapopita katika maji imesema hivyo. Si mtumishi, ni kweli, lakini wewe unaangalia, unajua na sisi ni watu, wewe ndo mtu, mimi sio mtu. Mimi ni matokeo ya hilo neno, kwa sababu kama Mungu aliniumba kwa sura na mfano wake na yeye ni neno, inawezekanaje mimi niwe nje ya hicho? Yaani inawezekanaje samaki awe mwamba akiwa alizini, unakuta samaki anakimbia liaza? Haiwezekani. Ila umkute kwenye maji, anaweza akakukata kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ni sehemu yake ya kujidai. Sasa kwa haraka tu nikuonyeshe nguvu chache ambazo zipo kwenye neno la Mungu. Kitu gani ambacho kinalifanya neno la Mungu liwe na nguvu? Jambo la kwanza kabisa ambao unatakiwa kulijua kwamba neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Yaani hicho ndio unatakiwa kukijua. Kwa mara zote unapokuwa unasoma neno, jua kabisa unamsoma Mungu. Yaani ni sawa sawa na mtu ameambiwa leo hii sherehe yetu mgeni rasmi atakuwa mtu fulani, lakini yule mgeni rasmi hajakuwepo ila ameiandika hotuba yake. Yule mtu anaenda kusoma kwa niaba. Ndivyo ambavyo neno la Mungu ni Mungu. Lakini Mungu sasa akaona, wanangu, inawezekana nikitokea mimi kama nilivyo wakaanza kuniogopa. Unajua wana wa Israeli kuna muda walimwambia Musa, Bwana na sisi tunataka tumuone Mungu. Akamwambia, jamani, mtaweza? Sisi tunataka. Akamwambia, sawa basi mjitakase, atakuja. Alipotokea wakamwambia Musa, inatosha. Wakajua kabisa hawezi kustahimili ule uwepo alionao. Kwa Mungu akaturahisishia watoto wake kwa kutupenda, akatupa neno. Alipotupa lile neno akaandika yale ambayo anataka sisi tukisoma tumuone yeye. Yaani unaposoma usiwaone Warumi, usiwaone Waefeso, jione wewe. Neno linazungumza na maisha yetu binafsi. Linazungumza kuhusiana na hatima zetu. Inazungumza kuhusiana na mawazo alionayo Mungu kwa ajili yetu. Yeremia 29 mstari wa 11, Mungu anasema anajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani, kutupa matumaini siku zetu za mwisho. Kwa nini? Kwa sababu neno ni yeye. Kwa kama neno ni Mungu mwenyewe, uwe na uhakika linayafunua mawazo ya Mungu. Linafunua kile ambacho Mungu anakiona kuhusiana na wewe. Linafunua kile ambacho Mungu anakiona kuhusiana na taifa letu. Linafunua kile ambacho Mungu anakiona kuhusiana na watoto wako. Linafunua. Unasoma Isaya 54:17. Anasema hakuna silaha. Kwa ni Mungu. Wewe ukisoma ni Isaya kaandika, lakini
ni yeye Mungu anasema, na huu ndio ulisi wa watumishi wangu. Si Isaya ana watumishi, Mungu ndo ana watumishi. Kwa hiyo unapokuwa unalisoma neno, yani muone Mungu aliyekuumba asema hivi. Usio anasema wapi? Mbona nilikuwa chumbani sijamsikia? Amesema kwenye hilo neno. Kwa mara zote unapokuwa unasoma neno ili liwe na uzito kwako, jua hapa nipo na Baba. Kuna kitu anasema na mimi, kuna jambo anazungumza na maisha yangu, kuna kitu anataka nikidake hapa ili kinisaidie kwenye maisha. Usiseme yani mtumishi nina mfungo, nataka nimsikie Mungu anataka nini. Njia rahisi, kabla hujafunga, kabla hujaota ndoto, hivyo vyote Mungu anavitumia, lakini kwanza nini kimeandikwa kwa habari yako? Kile kilichoandikwa ndo kinayafunua mapenzi, kwa sababu hata ndoto ili tuielewe lazima turudi tena kwenye neno. Yani jaa sana neno ili hivi vingine vitakapokuja vikute tayari umejaa. Inakuwa rahisi tu, unaelewa kwa wepesi. Lakini bila hivyo utaanza kuhangaika tafsiri 100 za ndoto. Kabla hujafika huko jua neno. Kiasi kwamba hata Mungu akizungumza na wewe kwa ndoto ni rahisi. Hapa inamaanisha hivi, inamaanisha hivi, inamaanisha hivi. Umemaliza kazi. Lakini ukiwa mvivu wa neno ndio utakuwa unaendeshwa hadi na mashetani. Kuna muda ukiota ndoto mbaya unahisi ndio tayari mwisho wangu umefika. Siwezi kuishia popote ambapo ndoto mbaya imeniambia. Mimi ni matokeo ya neno, sio matokeo ya ndoto niliyoota usiku mmoja. Ni matokeo ya kile ambacho kimeandikwa kuhusiana na mimi. Kwa hiyo shetani yeyote akijaribu kutokea, anajaribu kunitisha, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe kuwa mkate. Naambia mawe sigeuzi, na mimi ni mwana wa Mungu. Imeisha. Lakini usipokuwa hivyo unajaribu, unaona mawe hayageuki, unasema mimi nahisi nimejipendekeza kwenye hii kazi. Baba, hebu naomba unishauri. Kuna mahali gani mimi nakosea? Mbona ukosei popote. Ila wewe mazingira yana sauti kuliko neno la Mungu kwako. Matukio yana sauti kuliko neno la Mungu kwako. Neno la Mungu likiwa msemaji wa mwisho kwenye maisha yako, hakuna mtu anaweza kukuyumbisha. Hakuna zoruba inaweza kukuyumbisha. Kwa nini watu wa duniani saa zingine wakuta wanawameza hadi watu wa kanisani? Ni kwa sababu watu wa kanisani wameacha kuliangalia neno, wameanza kuangalia dunia inavyoenda. Kati Yesu ametukataza msifuatishe dunia na mambo yaliyomo ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ukifanya hivyo hamwezi kumpendeza Mungu. Kwa jambo la kwanza ambalo linatakiwa ulizingatie, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unaweza ukaandika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa kwanza, pale anazungumza kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Lakini ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 pia anasema hapo mwanzo ni Mungu ndo aliziumba. Lakini hapa Yohana yeye anaeleza kwamba ni neno ndo alifanya vitu vyote. Kwa unakuja kulileta huyu mwanzo na huyu neno ni kitu kimoja. Kwa kama Mungu ndo aliumba vyote, kwa nini nisisome neno? Kwa nini nisi neno? Kwa nini kiburi changu kisijengwe na kile nilichojiona nacho kwenye neno? Mimi sijivunia hata nilichosoma. Yaani mimi nilichosoma tangia nipo chuo, nikaga nawaambia mimi hata ukitaka vyeti vyangu nikupe, chukua kaombee kazi popote. Ila utanikuta nikiwa mtu wa maana. Utanikuta nikiwa nafanya mambo makubwa, sio kwa sababu ya certificate. Certificate haijaweza kucontain hata robo ya nilicho nacho. Mimi sio matokeo ya kozi niliyosoma. Mimi sio matokeo ya familia niliyotokea. Sio kabisa. Unajua Daudi kalivyomshinda Goliathi, huyu sio mwana wa Yese. Wewe ni mwana wa nani? Sauli anajaribu mimi sio mwana wa nani, mimi ni mwana wa Mungu. Huko ndo nilikotoka na huko ndo kunanipa ujasiri. Lakini mwingine akiwa amesoma nimesoma Oxford. Ni kweli umesoma Oxford, una nini? Unaenda wapi? Unajua jana niliota ndoto mtumishi na kabwa. Oxford haiogopi na mapepo. Pepo zinaogopa mtu mwenye neno. Yaani neno, hata unakuta mwingine yupo anafanya kazi fulani, ofisi fulani kubwa kabisa ya serikali, lakini nakwambia ana mateso kuliko wewe. Yaani akilala kuna wakati ana kabisa wale ndugu zake wa kijijini wameweka kikao kwa ajili yake, yaani tutakuwa. Lakini wewe una amani. Kwa nini? Kwa sababu neno limesema katika amani mtajiraza. Kwa sababu Bwana anampa mpenzi wake usingizi. Korona imetokea, tuna neno letu Zaburi ya 91. 10,000 wataanguka kushoto, wataanguka kulia, lakini sisi mabaya hata kukaribia hayawezi. Mimi naliheshimu neno kwa sababu nimeliona kwenye nyakati ngumu ambazo watu wengi wanahisi kabisa ndio mwisho wetu. Unajua kipindi cha corona kila mtu alikuwa hivi, yani kila mtu mnyenyekevu, barakoa kila mahali, lakini kuna kikundi cha watu wachache wenye neno. Unawaona wenyewe yani hawawazi, unafikiri hawaishi kwenye hii dunia. Unafikiri ni watu wametoka sayari nyingine, na wewe ndio unatakiwa kuwa hivyo.
Yaani wakati kila mtu anaogopa, wewe jeuri yako, kiburi chako, kila kitu chako kinatakiwa kutokana na neno. Zaburi ya 138 mstari wa 2. Mungu anasema ameikuza ahadi yake. Yaani kile ambacho Mungu amekiandika amekikuza kuliko jina lake. Wewe unasema kwa jina la Yesu. Hasa kabla ya kwa jina la Yesu kuna neno. Ukiwa nalo hilo neno, saa zingine hata unavyoenda kumuombea mtu, ile mamlaka ambayo neno imekupa ndio inakufanya unakuwa unajua huyu kwa vyovyote lazima apone. Lakini ukienda tu unasema unajua mimi najua kukemea kwa sauti. Kuna wakati unashangaa mbona kama upako leo mchache. Ukijua neno unajua hii kesi nifanyeje. Kulingana na hii changamoto ambayo mtu huyu anapitia nifanyeje. Kwa sababu sio kila changamoto ni ya kuomba. Wengine wanahitaji tu umwambie neno, mwambie nenda bwana, kafanya hivi. Umuoni Elisha akimwombea yule mwanamama mwenye madeni, ila unamuona anamwambia cha kufanya. Kwa kila na hiyo hekima huwezi kupata kama usomi neno. Wewe utakuwa unahisi kila kitu ni cha kuomba. Kuna vingine ni vya kuwapa watu ushauri. Bwana asifiwe. Hiyo Zaburi ya 138 mstari wa 2. Rasuparadabashenderede bakuza. Rika na masoba ligaba. Anasema nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza. Mungu amekuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Kwa kila alichokisema, ndio maana Mungu anasema analiangalia neno lake ili alitimize. Sio jina lake kwanza, ni neno lake kwanza. Kwa hata ukitaka kufaidi vya Mungu, usiseme unajua Mungu, najua wewe ni mwenye nguvu. Ni mwenye nguvu kutokana na nini? Mimi najua tu una nguvu. Imeandikwa utakuwa juu tu. Imeandikwa tutamiliki miliki za adui zetu. Imeandikwa waokozi watakuwa juu ya mlima wa Sayuni. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhukumu mlima wa Esau. Baba, nimepanda Sayuni na hukumu kila mtu upande wa Esau. Toa hukumu. Toa, usimuokozi umepanda. Unajua kabisa kuna watu wa giza wanataka kusumbua watu, unamaliza kazi. Lakini jambo la pili, neno. Kwa nini neno la Mungu lina nguvu? Ni kwa sababu hii nimeipenda sana. Neno la Mungu ni mvua ya kuotesha kila mbegu njema maishani mwako. Neno la Mungu ni mvua ambayo inaweza ikaotesha kila mbegu, kila jambo jema ambalo ulilonalo, lolote lile ambalo utalipata kwenye maisha yako ni kama matokeo yake ni neno. Hiyo mvua ikija, neno inafanya chochote kilichopo kwenye maisha yako kitokee. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa kwanza mpaka wa 5, unamuona mtumishi wa Mungu Isaka. Ameenda, njaa imetokea, lakini neno la Bwana likamjia kumwambia usiondoke. Hata nataka tusome kuanzia mstari wa 12. Tusome kuanzia mstari wa 12. Mstari wa 12, Isaka anapanda mbegu, lakini ni kwa neno la Bwana lililomwambia usiondoke. Wakati wengine wanashuka kwenda Misri, wakati wengine wanaenda kutafuta msaada, Mungu akamwambia usiondoke. Isaka akapanda mbegu, lakini hiyo mbegu haikuota kwanza kwa sababu ya mvua ya kawaida iliyotokea, ila ni kwa sababu ya neno ambalo Mungu alimtamkia kwanza kwamba usiondoke, wewe baki hapa. Kwa hiyo Isaka alipopanda mbegu katika ile nchi, akapata mwaka ule kwa sababu alilitii neno la Bwana. Kwa sababu hakuangalia upepo unaoendelea, akatii kile ambacho Mungu anataka. Ile mvua iliposhuka ikampa matokeo makubwa sana. Akapata vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Kwa kumbe kuna ustawi fulani kwenye maisha yako umejificha kwenye utii wako tu wa neno la Mungu. Twende mstari wa 13. Anasema na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawi. Nimekwambia neno la Mungu ni mvua ambayo inaweza ikaotesha mbegu, lakini pia inaweza ikaendelea kukustawisha. Yaani mvua kwa kadri ambavyo inanyesha, ndivyo ambavyo kama ni maboga yanastawi, kama ni maembe yanastawi, kama ni mchicha. Akawa mkuu, lakini hakuishia kuwa mkuu, kwa sababu lile neno ambalo Mungu alilitamka kwa ajili yake likamfanya azidi kustawi. Ili uelewe kwamba linaweza likakustawisha neno, tuwekee Zaburi ya 92 mstari wa 13 na wa 14. Zaburi ya 92 mstari wa 13 na wa 14, tunaenda kumalizia. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Mstari wa 14 anasema watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi.
Kwa kinachofanya uendelee kuzaa mpaka unapozeeka. Uzae wakati wengine wanasema ni ukifika umri fulani unajua akili inakuwa haifanyi kazi vizuri. Kitakacho kufanya uendelee kuwa na matokeo wakati wote ni neno la Mungu. Tajaa matokeo. Utakuwa na ubichi. Kwa neno la Mungu ni kama mvua ambayo inaweza ikikukuta upo kwenye ukame, ikakukuta upo kwenye jangwa, ikakukuta upo kwenye hali mbaya, lakini kwa sababu ya mvua ya neno itakaoonyesha kwenye maisha yako, inasababisha wepesi unatokea kwenye kila eneo la maisha yako. Na ninakuombea neema ya Mungu ikusaidie kuliheshimu neno la Mungu ili upenye kila mahali katika jina la Yesu. Jambo lingine, neno limebeba uwezo wa kukupa kila hitaji lako. Neno la Mungu. Kwa nini lina nguvu? Kwa sababu kila hitaji ulilonalo kwenye maisha, neno linaweza likakupa. Kitabu cha Luka sura ya 5 ukianzia mstari wa 5, Petro alikuwa na uhitaji wa samaki. Yesu akamwambia tweka mpaka kilindi. Akamwambia bwana mkubwa, nimefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, lakini kwa neno lako. Kwa chochote, hata kama mazingira ya kawaida yanakataa, kwa neno la Mungu shusha nyavu. Popote ambapo wewe unahisi huwezi kupata matokeo kwa namna ya kawaida, usiangalie mazingira yanasema nini. Angalia neno linasema nini. Jambo la 4, muda wetu umeisha. Jambo la 4, neno la Mungu ni suluhu kwenye kila changamoto. Neno la Mungu ni suluhu kwenye kila changamoto unayoifahamu hapa duniani. Neno la Mungu ni suluhu. Kitabu cha Mwanzo kabisa sura ya 1, Biblia inasema Mungu alipokuwa anaziumba mbingu na nchi, eti ghafla kukatokea giza, kukatokea ukiwa, kukatokea utupu. Lakini Mungu akasema. Mungu aliposema mambo yakabadilika. Kwa changamoto yoyote ile, giza lolote lile, kikwazo chochote kile kwenye maisha yako, kabla hujaenda kwa mtaalamu wa saikolojia, nenda kwa mzee wa siku ambao ni neno. Mzee wa siku ana hekima za kutosha ambazo zinaweza kukusaidia kuvuka kwenye lolote kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine la mwisho kabisa kwa leo, neno la Mungu ni silaha. Ni silaha ya Mungu zidi ya kila adui. Neno hii nimeipenda. Neno la Mungu ni silaha ya Mungu zidi ya kila adui. Kitabu cha Waefeso, unaijua Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari wa 17. Anasema tena ipokeeni 17 B yake anasema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa neno la Mungu ni upanga ambao adui yoyote, unajua panga nikiwa nayo naweza nikakatia hata kitunguu na kikakatika. Kwa awe adui mdogo, awe adui mkubwa, awe adui, hata Goliati alikatwa na upanga wa kwake mwenyewe. Lakini ni kwa sababu ya kile ambacho Daudi alikuwa nacho mara ya kwanza, kama ufunuo sahihi ambao umeupata kwenye neno la Mungu. Kwa neno la Mungu unaweza ukatamba nalo kwenye uwanja wa vita, ukapambana na adui wa kawaida kabisa, changamoto za nyumbani mwako. Lakini unaweza ukaamua ukahama, ukapambana na level ya taifa, lakini ukahama ukapambana na level ya dunia. Ili mradi tu umepata ufunuo kwenye neno, unaweza kuwa chochote duniani. Kama watu wa mataifa wanaweza kujiamini kwa connection walizonazo, sisi tuna connection kubwa kuliko zote duniani, inaitwa neno la Mungu. Neno la Mungu linaweza likanipa hadi watu ninaowataka. Neno la Mungu linaweza likanipeleka mahali popote ninapotaka. Usiishie kujiona yani mimi nahisi ndo mtu wa kawaida, mimi ndiye mdogo. Mimi sio mdogo kabisa. Nimetokana na neno la Mungu ambalo limeumba vitu vyote. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu kama umeelewa nguvu ya neno, naomba usimame kwa dakika chache. Nataka ukajiombee, mwambie Mungu nisaidie kuliheshimu neno lako. Nisaidie kutembea sawa sawa na kila ambacho umekisema kwenye neno lako. Sitamani kuishi kwa mazoea, sitamani kuishi kama wanadamu wengine, sitaki kufanya mambo kama wengine jinsi ambavyo wanafanya. Bwana, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie moyoni mwangu nizidi kuliweka neno lako ili nisije kutenda dhambi. Bwana, nisaidie nitembee sawa sawa na sheria yako. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukashinda kwenye dunia ambayo imejaa giza. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukamshinda shetani ambaye ni mkongwe sana, amekuwepo tangia enzi za Adam kwa vile ambavyo tunavyo, ila tunaweza tukamshinda kwa kile kilichoandikwa. Mwambie Bwana, kama ilitokea nilikuwa siliheshimu neno lako, kama nilikuwa ninalichukulia neno lako kawaida, ninakuomba unisaidie tena. Amsha upya roho yangu, nianze kutembea sawa sana kile ambacho
Neno lako limesema rikandara masandara bakoria janda kana mahata lebakoria rikandara masovalina entona mahandara bakoria rikandara masata la bakoria jandere masobradia rikana mahandara bakoria entona masovladia rikakata la mahanda. Bwana, ninaomba wasaidie watoto wako, ninaomba waimarishe, unisaidie na mimi mtumishi wako niendelee kudumu katika hilo neno, niendelee kuchunguza katika sheria yako, kwa sababu Bwana unasema sisi ni nuru, lakini tunahitaji nuru kuu ambayo ni neno lako, ili tusaidie kushinda kila changamoto. Rakande rina zuva legada rikanto rima hata la bakoria. Bwana, umetufundisha kwamba neno lako li hai, tena umetufundisha kwamba neno lako lina nguvu, tena lina uwezo kuliko upanga wao wote ule unaokata kuwili, lakini unasema linaweza kuyatambua mawazo ya moyo. Tunaweza tukatambua mambo ya kufanya, tunaweza tukatambua uelekeo sahihi ambao Bwana unataka tuende nao kwenye maisha yetu. Bwana, kwa neno lako tunaweza tukapata uhakika wa kule ambako unalipeleka taifa letu. Kwa neno lako Bwana tunaweza tukapata uhakika wa kule ambako unayapeleka maisha yetu. Kwa neno lako Bwana, jela kanto ramazova lena rito la bakonta la bakoria. Neno liliwahi kutakasa ukoma na amani. Mtumishi wa Mungu akamwambia nenda ukajichovye mara 7 kwenye mto Yordani, na alipotii lile neno ukoma wake ukatakasika. Biblia tuambia kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 kwenye harusi ya Kana, habari za Yesu alipofuata na wale watu kwamba divai imeisha, yeye akuwaombea, lakini aliwaambia neno, na Mariamu akamwambia lolote atakalowaambia fanyeni. Bwana, ninaomba unisaidie na mimi, lolote ambao umelisema kwenye neno lako, lolote ambao umelithibitisha kwenye neno lako kwa habari ya maisha yangu, nilifanye ili nipeleke kule mbali ambako umekusudia, ili nipeleke kule kwenye mwisho mwema, ili nipeleke kule kwenye hatima njema. Rakakatora makota alina mashandara bakoria rita shandara bakoria rekanto rima handara bakoria. Bwana, tunaomba hata kwa ajili ya mtumishi wako Bwana, masi wako, neno lako lilishazungumza wazi ya kwamba kwenye siku za mwisho watakuwepo watatu, lekanto reina uzuva lena rakando rima sondara bakoria. Na kwa sababu hiyo tunaomba umlinde mtumishi wako sawa sana Zaburi ya 35. Bwana, waaibishwe wote, wafedheshwe wote wanaoifuatia roho ya mtumishi wako Bwana. Tunaiomba neema yako izidi kuwa pamoja naye, endelea kumtunza Bwana. Rakandere masonda rabakoria, mlinde zidi ya mabaya yote Bwana. Neno lako limetuthibitishia kwenye kitabu cha Isaya 54 mstari wa 17, jandeka rento rabakoria, ya kwamba moja ya urithi ambao umewapa watumishi wako ni silaha yoyote kutokufanikiwa kwenye maisha yao. Na kwa sababu hiyo Bwana, tunapoomba kwa habari ya masiwa Bwana, hakuna silaha yoyote ya kimwili, hakuna silaha yoyote ya kiroho, hakuna silaha yoyote ile ambayo imetengenezwa kwa mikono ya wanadamu inaweza kufanikiwa kwenye maisha yake. Ni neno lako Bwana umesema, leo unasema unaliangalia neno lako ili ulitimize. Timiza haraka ili neno lako kwa mtumishi wako Bwana. Wote wanaoifuatia roho ya baba yetu waaibike kwa jina la Yesu, wapotee kwa jina la Yesu. Shandarana makonta rabakoria rinto ramasonda rabakoria. Na Bwana, kwa sababu neno lako limebeba ustawi Bwana, kwa sababu neno lako limebeba baraka, umetuambia kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28 kuanzia mstari wa 1 kwamba tutakaposikiliza kufanya kutenda yale ambayo unatuagiza kwenye neno lako, unasema utatubariki napoingia na kutoka. Na mimi ninaomba baraka zako ziwe pamoja na kila mtoto wako, ninaomba baraka zako ziende na kila mtumishi wako ambaye amekuja kwenye ibada ya siku ya leo. Bwana, ninaomba umbariki Bwana, ninaomba umuinue Bwana, ninaomba umpe hatua, ninaomba awe juu tu katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana akawe kichwa na sio mkia katika yote ambayo anayafanya. Uzao wa tumbo la kila mmoja wetu aliyoko mahali hapa ukabarikiwe katika jina la Yesu. Kapu la kukandia na yote aliyoko mahali hapa, neema yako iwe pamoja naye katika jina la Yesu. Kiu na shauku ya kulisoma neno lako, njaa iongezeke kwa kila mmoja. Biblia inasema heri mwenye njaa na kiu ya haki. Bwana, ninaomba utusaidie tena, utusaidie tena kuendelea kukaa na maneno yako, utusaidie tena kuendelea kukuheshimu,
utusaidie tena kuenda kukupenda kuliko tunapopenda mitandao, kuliko tunapopenda story na wanadamu wa kawaida. Tulipende na kuliheshimu neno lako kuliko chochote ambacho watu wanakifurahia. Vitu visivyotujenga visiwe na nafasi kwenye mioyo yetu zaidi ya tunavyolipenda neno lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba mshangilie tu Bwana Yesu. Shangilie tena Bwana Yesu kama umefurahia, kama umeona jinsi ambavyo neno linaweza kuinua maisha yako, unaweza ukafanya vizuri zaidi ya jirani yako. Rento shandarabakoria rekandaраmasova ligada rande shandarabakoria, katika jina la Yesu. Sasa naomba ukamate sadaka yako, hata sadaka yako nzuri ambayo umemwandalia Mungu, lakini pia wale ndugu zetu ambao mnatufuatilia kwenye mitandao, naamini unaziona namba za sadaka hapo. Karibu kwa ajili ya kumtolea Mungu wetu sadaka yako nzuri kabisa, kwa ajili ya kuendelea kupeleka hizi habari njema kwa watu wengi zaidi. Naamini umeshakamata sadaka yako sasa, na kukuombea. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya baraka zako, asante hata kwa ajili ya neema yako ambayo kwayo umetukusanya mahali hapa. Na ninakushukuru kwa ajili ya kila mtoto wako ambaye amekuheshimu na amefika mahali hapa siku ya leo. Na kwa sababu hiyo ninatamka baraka kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekusanyika kwenye uwepo wako. Uhakika ni kwamba kwa neno lako umetuthibitishia 2 watatu wanapokusanyika huwa upo. Na Bwana, kwa sababu umeniamini kusema na watoto wako kwa niaba yako yale ambayo ulitaka uambie jioni ya leo, na mimi tena ninaomba ukawabariki, ninaomba ukawainue. Achilia neema yako juu ya maisha yao, ustawi ukazidi kuwa sehemu yao. Bariki kazi za mikono yao, bariki familia zao, bariki kazi zao za mikono. Wasaidie wanaofanya huduma wakakuone wewe Bwana, na sadaka ya kila mmoja ambaye anaileta mahali hapa jioni ya leo ikazidi kufanyika baraka na ikazidi kufanyika ukumbusho mbele zako. Ninatamka maongezeko kwenye chochote anachokifanya, aende akakuone wewe, aende akauone ulinzi wako. Na tunapoianza wiki hii tukiwa mwishoni kabisa ndani ya mwezi huu wa 9, mabaya hatampata yeye, wala tauni haitakaribia hema yake. Atakuwa mbali na kuonewa, atakuwa mbali na kila changamoto, atakuwa mbali na kila vikwazo. Na mkono wako wenye nguvu utaenda kumuinua, mkono wako wenye nguvu utaenda kumtunza, mkono wako wenye nguvu utaenda kumfanikisha tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amen. Amen. Basi karibu mtolee Mungu.